umepokeaje maamuzi ya dabi kubwa ya Kariakoo kupelekwa uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo na Simba ambaye ndiye mwenyeji wa mchezo? Challenge iliyoko, kuna mambo ya ushindani wa kitotototo baina ya hizi club mbili. Ni utoto, ni kukosa busara, ni kufanya maamuzi ya kijingajinga hivi ya kukomoana. Ilianzia hivi, na mimi nilisema bahati nzuri, wengine hawakunielewa wakati ule, na bahati mbaya siku hizi ukisema kidogo tu ukweli ili kukufanya wewe ni mbwa, wanakuundia genge la wahuni wenzao kukutusi. Na mimi nilitokea niliposhauri ni kweli Amani Stadium ishahodhi mechi nyingi za dabi, nikasema mazingira yabadilika. Unajua hii mechi tunataka tuibrand. Tumeacha kuibrand mechi. Tunakimbia wakati ule Mkapa ilikuwa yafungiwa. Tunaipeleka Amani Stadium. Na mimi najua sababu ambayo haiwezi kusema, lakini sababu ya msingi, hatuko tayari kuwapeleka watu 60,000 pale. Kuwaleta, sio kuwapeleka. Kuwaleta, yani viongozi wa club zote mbili sasa hivi wamekosa nafasi au fursa ya kuwaleta watu. Amani, sorry, Oscar kunroga. Amani inaingiza washabiki wachache. Unapoipeleka pale, nikasema unawanyima fursa mshabiki kutoka Bukoba, mshabiki kutoka Liwa, mshabiki kutoka Chunya aje mpaka Dar es Salaam. Na kilikuwa kipindi cha high season, kumpandisha boti. Hoteli Zanzibar high season uzigusi, ndugu yangu. Hazigusiki. Zanzibar unajua hakuna gesi ya shilingi 20,000 au 10,000, haipo. Nikamwambia watu mnaongezea mzigo. Mechi hii Yanga mwenyeji, lete Dar es Salaam. Nilitukanwa. Ikaundwa kikundi maalum cha kunishambulia, lakini mimi kwa sababu mkongwe na siogopi matusi, nikasema wacha watukane. Lakini najua iko siku Simba wakaona asio tupeleka. Maana walalamika kwa mechi mbele kwa Amani. Wakaamua kulipa kisasi kwa kuipeleka. Ni kisasi tu kupelekwa hapo Isamuhyo. Yes, kwa sababu Isamuhyo inaingiza nasikia shabiki 1,000, sina namba sahihi. Na sitaki kulikosea heshima jeshi. Ubora wa uwanja pia. Pitch yao nzuri. Lakini kuna vyuma tu kule pembeni. Nikachelea, nilimpigia mpaka katibu mkuu wa wizara. Nikamwambia mimi sina tatizo na kisasi cha Simba. Tatizo langu kwenye issue ya kiusalama. Itabidi nguvu kubwa itumike kwa sababu likitokea tatizo lolote pale. Lakini kule jeshini pale. Kaka, issue ya msongamano inabidi wadhibiti. Yaani kama wanataka hiyo mechi kuwe na washabiki wachache na wakae mbali, wale wachache watakopata tiketi waruhusiwe. Nadhani kwa sensitivity ya eneo, Watanzania tutajipanga vizuri. Kaka unajua mpira una mahaba ya hatari sana. Na mihemko. Una mihemko sana, Oscar. Ndio itokee Mungu atuepushe cha Jenerali Isamuhyo. Mungu atuepushe. Meja Jenerali Isamuhyo Stadium. Ngoja nikwambie. Unaona kile kiwanja cha jeshi cha Cairo? Ndio. Nadhani ulikwenda AFCON ile ya Cairo. Kiwanja kikubwa, kizuri, kinaruhusiwa mpaka kuchezewa AFCON. Kile kishapokea matatizo. Na kiwanja cha jeshi la Egypt ni miongoni mwa majeshi imara barani Afrika, labda watu hawajui kabisa. Kishapokea matatizo lukuli. Mpaka sasa hivi wanatenganishwa washabiki wa clubs, na kuna namba, yani hamfiki wote full house Egypt. Mimi ni waombe, kwa sababu ishapangwa na bodi, haiwezi kubadilishwa. Tuimarishe ulinzi. Simba walioamua kwamba mechi kama mwenyeji wa nani, watoe tiketi zao mapema, wajulikane watu wangapi na watende haki. Maana nimesikia na hizo open spaces hapa hasa Dar es Salaam na maeneo mengine kwamba kuna big screens, kwa sababu hauwezi kupata watu wengi sana ambao uwezi. Alafu unajua it's all about branding. Ile mechi hapa katikati, Oscar, tuliifanya mechi ya Yanga na Simba iwe dabi ya 3 kwa ukubwa wa Afrika. Ilikuwa namba 3 Afrika baada ya Zamalek na Ahli. Ilikuwa inafuata Soweto dabi ya Afrika Kusini ambayo ilikuwa baina ya Kaizer Chiefs na Orlando. Ilikuwa inafuata yetu. Tuko shaziacha mpaka dabi ya Casablanca ya Raja na Wydad. Sasa leo badala ya kuendelea kuibrand, kuimarket dabi yetu izidi ya Ahli, tunairudisha nyuma. Wakenya sasa hivi wanatukimbiza. Dabi ya mashemeji inaanza kuja juu ya Gor na FC Leopard. Sisi hatutaki kubrand hii mechi.
tunaona ugumu. Kaka, imefanyika kazi kubwa kwa miaka zaidi ya 60 kuibrand dabi ya Kariakoo. Tusifanye makosa, hakuna kitu kikubwa. Sisi tunaofanya marketing tunajua kama kukimarket kitu. Ilikuwa watu wanatoka Burundi, watu wanatoka Mombasa, watu wanatoka Lusaka, wanatoka Kitwe kuja kuangalia dabi. Leo mtu atatoka Burundi kuangalia dabi kwenye mechi uwanja wa watu 1000? Haiwezekani. Niliwahi nafikiria sasa, kwa sababu ya ukubwa wa hizi club inabeba mazingira mengi na matakwa wa Tanzania, bodi ya ligi kama itawapendeza, na kwa sababu mchezo ushauanza mwaka huu, mwakani utaendelea, inapofika dabi maamuzi ya uwanja tolewe na bodi. Okay. Yani wasiwachiwe kwa sababu itafika mahali kuna siku mechi ya dabi atatokea tu kiongozi mjinga tutamua mechi pale kwa Kaliua. Ndio tamua tu. Hilo jambo zuri. Unaona? Sasa ifike mahali bodi uwanja wa Kaliua una meet standard. Yani waseme hivi, mechi hii mwenyeji ni Yanga au mechi hii mwenyeji ni Simba. Lakini bodi inasema mechi Sheikh Amri Abeid, mechi CCM Kirumba, mechi Benjamin Mkapa. Idadi ya mapato ibaki vile vile, lakini kuamua aina ya uwanja, kuna siku tutatengeneza bomu na iogopa sana. Na tusiogope kuzimarket. Yani kazi moja ya Simba na Yanga ni kumarket hii mechi. Hii ndio mechi inaobeba kila hisia za kishabiki. Kuna watu huwezi kuwajua timu zao, lakini ikifika mechi ya Yanga na Simba ukikaa naye tu. Juzi tulikuwa na Oscar, nilikuwa naangalia mpira na Nilesh, bwana mmoja aitwa Nilesh. Sijawahi kujua timu gani. Sijawahi. Rafiki yangu wa miaka mingi, ndugu yangu, tumekuwa nyumba moja. Lakini ile mechi ndio nikamtambua, yani. Nikajua anapigwa shoti. Nikajua kumbe huyu mnyama wa kulia. Yani unaelewa hivyo vitu. Kwa hiyo mtu anajipambanua timu yake anaoishabikia when it comes kwenye dabi ya Kariakoo.